Sasa mimi kwanza nishukuru sana kwa kukubali wito wangu. Lakini jambo ambalo limenifanya nikakuita hapa ni moja tu. Sasa unakumbuka uliwahi kuniambia kwamba wewe unanipenda, unatamani kuwa nami kwenye mahusiano, uweze kuishi bila mimi. Kwa mimi kama mtoto wa kiume nikapata muda kukaa na kufikiria vizuri hili jambo. Nikagundua hii ni nafasi ya pekee sana. Ni nafasi adhimu. Na mimi siwezi kuangushwa na moyo wangu dunia nzima. Naanzaje kukataa mtoto mzuri kama wewe? Mweupe, kipotabo, rangi nzuri imetulia. Yaani nikikuchukua nikikuangalia hivi, nikichukua na kiazi cha chips nikiwaangalia hivi, yaani wote rangi zenu zinafanana. Nikasema sasa hapa mimi sina budi kukubaliana na kile ambacho nikisema. Yaani namaanisha na mimi nakupenda pia. Wazungu wanasema I love you too. Shemeji, tiamini kwa hilo. Unamaanisha umenikubalia ombi langu? Nikubalia. Kila kitu kiko sawa. Kama kweli ndoto zangu zinaenda kutimia. Siamini kwa hilo. Sijui nisemaje. Asante. Wewe hata haina haja ya kunishukuru. Haina haja ya kunishukuru kabisa kabisa. Yaani mimi mwenyewe nakushukuru wewe. Kwa hapa tunashukuriana. Lakini sasa nakuomba sana ili jambo liwe la siri. Yaani hakikisha hamna mtu yote ambaye anajua pale nyumbani. Yaani hata mke wangu usijue kinachoendelea kati yangu mimi na wewe. Lakini pia sasa mimi nitaamini vipi kama umenikubalia? Nitaamini vipi kama kweli wewe shemeji uko serious? Hapa inatakiwa tufanye jambo. Tuangalie namna, tutafute mazingira mazuri, twende kule tukachilimuane. Yaani shemu kwa hilo, wala usihangaike. Hata leo hii, yaani mimi mwenyewe yaani hapa natamani hata sasa hivi. Yaani natamani yaani sasa hapo nikuambie kitu shemu. Hapo ni wewe. Weka mipango iwe sawa, tukalimalize hili jambo. Lisichelewe tena. Sawa, lakini sasa usiwe na haraka kiasi hicho. Mimi hii kazi niachie mimi. Mimi nitatafuta geto na mwanangu huyo mmoja, huyo mwanangu wa nguvu kabisa, anaitwa Robert Uyanda. Nitaenda nitampanga, bwana niazime geto ndugu yangu. Hapa bwana mimi nataka nije na mtoto fulani, ataniazima. Kila kitu kikiwa sawa, tukishaweka mazingira vizuri, mimi nitakufuata. Nitakwambia 1, 2, 3, twende sehemu fulani tukafanya jambo fulani. Kila kitu kitakuwa sawa, yaani hamna kitakachoharibika. Sio mnanitamanisha. Ona sasa tusichelewe shemeji. Mimi hapa naondoka, naenda nyumbani kujiandaa. Ila sasa pale inabidi tuingie kwa time. Naanza mimi kama dakika 5 natokea wewe. Sawa, nenda kujiandaa. Basi sawa, wewe usijali, mimi nimekuelewa sana. Wewe tangulia nyumbani kama ulivyosema. Mimi nitachelewa. Kwanza hizo dakika 5 zenyewe ndogo. Mimi hapa nitakaa dakika 10. Nakaa najipanga kwanza kiakili. Kuangalia hii mechi naenda kuicheza vipi niweze kushinda. Lakini pia nikitoka hapa, nitafanya baadhi ya mizunguko, nichelewe kurudi nyumbani ili mradi wasitushtukie. Shemeji, alafu sijui kidudu kimekaa. Bye. Bye. Sawa. Sasa hii nafasi inabidi niitumie vizuri kabisa. Yaani nafasi sitakiwi kuipoteza. Na kama nikiitumia vizuri, nitapata majibu. Kati yangu mimi na mke wangu, nani ana matatizo? Irene. Imekuwaje, mbona umenileta huko? Kuna samani shemeji. Nimekutoa huko, najua ulikuwa na mambo yako. Nimekuleta huku vichochoroni. Kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani hilo ambalo yani imeshindikana kabisa kukaa nyumbani na kuzungumza mimi na wewe? Kuna mambo yanayoendelea pale nyumbani ambayo kiukweli mimi sipendezwi nayo. Kweli? Ndio. Haya, ni mambo gani hayo? Ni kuhusu dada. Dada yupi sasa? Kwa sababu wewe pale ndo mtoto wa mwisho, na una madada wawili pale.
Yaani wewe mtoto wa mwisho, wazungu wanaita si kindagate sijui nini. Haya, wewe unamzungumzia dada gani pale? Dada mkubwa au dada mdogo? Mkeo. Kuna nini? Mkeo anatembea na mdogo wako. Wewe Irene, hivi unajua ukubwa wa haya maneno unayosema? Shemeji, hili jambo mimi nalijua kwa muda mrefu sana, na sikutaka kukwambia nikihofia usalama wa ndoa yenu. Lakini kadri siku zinavyoenda, naona nafsi yangu inanisuta. Dada amekuwa akifanya uchafu wake ndani ya nyumba kila siku na mdogo wako. Sawa, hata kama wanasema alisemalo lipo, lakini mimi hili sitaki kuliamini. Na sitaki kuliamini kwa sababu maisha niliyoishi na dada yako mimi ndo nayafahamu. Tulipotoka mimi ndo nafahamu. Sidhani na sitaki kabisa kukubaliana na hili. Anawezaje kutembea na mdogo wangu? Yaani anaweza vipi kufanya hivyo? Hebu namba nisaidie kitu kimoja basi. Sitaki kupuuzia hayo ulioniambia, lakini siwezi pia kuyaamini kwa haraka hivyo. Hebu nitafutie ushahidi. Usijali. Najua ipo siku tu utaniamini, pale ambapo utawashuhudia kwa macho yako. Nipe siku kadhaa tu, utaufahamu ukweli. Sawa basi. Mimi nashukuru sana, lakini pia nakutegemea sana katika hili. Niambie, najua nitaumia kwa sababu ukweli siku zote unauma. Kwa hiyo mimi nipo tayari kwa lolote lile. Kama itakuwa kweli ni sawa, nitajua cha kufanya, lakini pia hata kama haitakuwa kweli, basi mimi nitajua pia cha kufanya. Sawa? Haya, twende nyumbani, watu wasije katukuta hapa wakaanza mambo mengine. Si unajua tena wambea kijijini. Sawa. Labda tuseme dunia imewapiga teke, maana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tuombe kwa Mola tende miujiza, wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Dada samani. Bila samani. Najua sio mara ya kwanza wala ya pili mimi nawe kukutana, ila nimekaa nimechunguza nikaona wewe ni mtu mstaarabu sana. Kwanza nianze kwa samani. Najua haya nitakayokuambia atakuumiza sana moyo wako. Nakusikiliza, ongea tu. Iko hivi, mimi nilitembea na mume wako. Mume wangu mimi? Ndiyo, mume wako wewe. Alinitongoza na tukakubaliana kuwa atanipa 15,000 za Kitanzania. Baada ya kumaliza mambo yetu, alinipa 13,000 na akaniahidi kwamba hiyo 2,000 atanimalizia siku nyingine. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, ananizungusha, anaingia huku, anatokea huku, anaingia huku, anatokea huku. Na mimi mambo ya Uswahili wala hata siyapendagi. Kwa vile nimekuchunguza wewe kwa muda mrefu na nikagundua wewe ni mtu mstaarabu sana, ndio maana leo nimeamua kukuambia ukweli, ili nipate tu pesa yangu, aishi kwa amani na mimi niishi na amani. Mbona changamoto hii? Sawa dada, kwanza nashukuru sana. Ni mwanamke fulani jasiri, unajiamini, mpaka umenisimamisha hapa na kunielezea hayo mambo. Maana bila wewe mimi singejua chochote. Tungekuwa tunapita kupishana tu njiani, tunapigana vikumbo, kosa langu silijui. Kwa hiyo nikushukuru sana. Unamdai shilingi ngapi? 3,000. Oh, 3,000. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Hiyo 3,000 mimi nitakulipa. Nitakulipa ila kwa sharti. Sharti gani hilo? Okay. Naomba uniachie mume wangu. Ukiniachia mume wangu kiustaarabu 3,000 yako nakupa, tena zaidi ya 3,000 tu. Hata na hela soda juu nitakuongezea ili uniachie mume wangu.
Sawa dadangu, nimekuelewa. Wala mimi sikuwa na shida na huyo mwanaume. Tulifanya tu biashara. Lakini yeye ni mbabaifu sana. Na ana tabia za Kiswahili. Laiti angekuwa amenipa 15,000 yangu, wala haya yote usingejua. Mume wako ana tamaa, halafu kugharamikia watu hajui. Mimi ni mtoto wa mjini, sipendi mambo ya uswahili. Wanasema hivi, hakuna cha bure. Kwa hiyo alizani nitamsamehe 2,000 yangu. Hakuna cha bure, ndio maana nimekufuata wewe. Najua utaona ni kitu cha ajabu sana, ila mimi sitoagi kitu bure. Sawa, haina shida. Hujafanya jambo baya, umefanya vizuri sana kuniambia. Ila mume wangu niachie, kwa sababu mimi mume wangu tumetoka mbali, alafu tuna mtoto. Mtoto bado mdogo, anahitaji malezi ya baba yake. Sasa atavyoanza kuchepuka mara huko ndani kiwakuta tena. Sijui mmesimama sijui nini, wakati mmeshamaliza na hela yako nakupa mimi. Sitoelewa chochote. Nitachukua uamuzi na ujue dada, sawa? Ila mimi nimekushukuru tu, mjasiri umenisimamisha hapa na kuniambia Jumamosi nichukue hela yako. Tena nitakupa na zaidi ya soda, kwa sababu ni mwanamke fulani umejiamini na kuniambia habari za mume wangu. Maana nisingejua chochote. Pole sana dadangu. Sawa, si unajua ndo wanaume. Wenda tamaa kwa sababu una shape nini nyashi. Mwanaume yoyote anayekuona lazima aingie na tamaa kwa sababu ni mrembo. Mimi ananifubaza vijola hivi nakwambia sitangia siku 2000 na ngapi. Mpaka sasa hivi sikijua hata kijola kipi hata kimoja. Na ndio maana ananiona nimechoka, ndio maana anitaki. Mama zangu unanyashi, Mungu kakubariki. Alhamdulillah. Ila mimi nimekuelewa, kuwa na amani tu. Ndio wanaume walivyo. Huwezi kuwazuia. Jumamosi njoo chukua hela yako. Haya sawa. Wala hata usijali. Hii ni sehemu tulivu sana na ukiangalia ndio sehemu nzuri ambayo tunaweza tukakaa na wewe tukapoa. Naofia brother atajua. Wewe naye hivyo una mada zingine za kuongea? Kwani kidogo tu kaka yako, kidogo kaka yako, una mada nyingine? Hebu ongea kwanza. Leo show ya leo ilikuwaje? Umefurahi? Au tufanye kitu gani, niongeze, nipunguze? Shika ujione. Nadhani sasa utakuwa umeniamini. Siwezi kukushauri chochote, ila akili kichwani mwako. Lolote utakaloamua kulifanya kwangu mimi ni sawa tu. Kwani hizi uliwapiga lini? Maamuzi mema. Labda tuseme dunia imewapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu. Eti na bado wako shule. Wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka.
hawayaogopi maradhi, ilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto wa mjomba, wamezua balaa, watoto wa mjomba, umalaya udanganyi.